ndo tamchungu ya wanawake. Ndugu yangu, hakuna kitu ambacho wanawake wanapitia wakati mgumu sana, na ile kipindi wanafanya tendo la ndoa wanapata maumivu makali. Leo nitakwambia sababu zinazopelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Namba moja ni maambukizi kwenye via vya uzazi au maambukizi pia ukeni. Kuwa na changamoto ya UTI, fungus, PID na chlamydia husababisha uke kuwa mkavu, kuvimba na pengine kuwa na vidonda na kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini namba mbili, ukavu wa uke. Ukavu ukeni, homoni hapo zimevurugika, ni hatari kwa afya yako. Na kama uke wako ni mkavu sana, tumia bamia na karafuu, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia endometriosis tunasema ni ule utando ambao unatakiwa ukue ndani ya mji wa kizazi. Ukikuwa tu nje ya mji wa kizazi, huwa unasababisha maumivu makali nje ya mfuko wa kizazi. Kwa hiyo wakati wa tendo la ndoa, basi utapata maumivu makali. Uvimbe kwenye kizazi ufanya uke uweze kuwa na afya mbovu. Unapokuwa na kizazi chako ikiwa na uvimbe, basi jua kwamba afya yako ya uke yote inakuwa haiko sawa. Kwa hiyo inaongeza shinikizo lisilo la kawaida, ndio maana unapata maumivu makali. Msongo wa mawazo wa muda mrefu. Unapokuwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu, una asili homoni zikishaathirika, utaweza ukapata maambukizi ya UTI, vidonda, uke kuvimba, yale mashavu ya uke kuvimba na kuwa na changamoto mbalimbali. Lakini pia mwisho tunasema uchafu na maambukizi ya muda mrefu. Kuna wale ambao wanakuwa na maambukizi ya muda mrefu kwenye via vya uzazi na kwenye uke. Hii inapelekea vidonda vidogo vidogo vinavyochoma wakati wa tendo la ndoa. Tuambie hapo chini, wewe unafikiria chanzo cha maumivu wakati wa tendo la ndoa kwako ni kipi? Asante Dr. Jimmy kama utakuwa unahitaji msaada zaidi. Karibu.